na usieni basi na kuacha kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu wapendwa, hotuba yetu ya leo itakuwa na anwani dauru Qur'an wa Ramadhan fi tasfiyati nafsi min ash-shuhi fi shahri Ramadhan, nafasi ya Qur'an na funga katika kusafisha nafsi kutokana na uchoyo katika mwezi wa Ramadhani. Nafasi ya Qur'ani na funga katika kusafisha nafsi na uchoyo katika mwezi wa Ramadhani. Ayuha almu'minun, ndugu zangu watukufu wa Islam, nahnu fi shahri al-adhim, shahri Ramadhan. Sisi tupo ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan. Shahru siyam wa tilawati al-Qur'an, ni mwezi wa kufunga na kusoma Qur'an. Shahri tazkiyati an-nufus, mwezi wa kuzitakasa nafsi, wa tathhiri al-qulub, na kusafisha mioyo. Wa min akhtari amradhi al-qulubi da'u shuh, na miongoni mwa magonjwa makubwa sana, mabaya sana, ni gonjwa hili la uchoyo. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah mtukufu amesema ndani ya Qur'ani ya kwamba waman yuqa shuha nafsihi, na yule atakayejikinga na kuikinga nafsi yake na uchoyo, faulaika humul muflihun, watu hao ndio wenye kufaulu. Ayuha alahibba, alqur'anu ilaju shuhi, Qur'ani ndio tiba ya uchoyo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, Qur'ani kuna aya nyingi ambazo zinatoa mwelekeo na maelekezo na mwongozo na makatazo ya namna gani wanadamu wanapaswa kuishi. Hakuna ugonjwa wowote au tabia yoyote ambayo mbaya Qur'ani haijaeleza au kuongoza wafuasi wa Qur'ani wafuate mwongozo huo ili wawe wasafi, waishi katika jamii iliyokuwa sawa sawa. Ayuha almu'minun, ibadallah, ashuhu, uchoyo, laisa bukhlan bilmali fakat, si ubahili wa mali tu, mtu kufanya ubahili wa mali tu kwamba hatoi, bali uchoyo, bal huwa taalluqul qalbi bidunya, bali ni kitendo cha moyo kufungamana mno na kupenda dunia sana, wa hursin shadidi, na kuwa na pupa sana ya kupenda mali, lakini wakati huo huo wa man'ul haqi, na kuzuia haki za watu wengine. Ayuha al-ahibba, al-Qur'an ilaju shuhi, Qur'ani ndiyo tiba ya uchoyo. Inna al-Qur'an al-karima nazala liyuzakki nufus, Qur'ani tukufu imeteremshwa kwa ajili ya kuzitakasa na kuzisafisha nafsi, wa yusliha al-qulub, na kutengeneza mioyo ya wanadamu. Qala tabaraka wa taala, ya ayuha nnas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Ya ayuha nnas, enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun, imewajia mawaidha, imewajia Qur'ani, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu mtukufu, na hiyo Qur'ani wa shifaa'un lima fi sudur, ni dawa, ni ponyo, ni tiba kwa yale magonjwa yaliyo ndani mwa moyo. Na miongoni mwa magonjwa ya moyo, ashuhu, ni uchoyo. Na uchoyo si tu wa kubana mali, lakini ile hali ya mtu kutamani kila kitu kiwe kwake na haki za wengine zinakuwa hazitolewi kwenye mali hiyo. Waqala subhanahu, katika kuganga gonjwa hili kubwa la uchoyo na ubakhili, Allah mtukufu anasema, na nia na dhumuni kwenye aya hii kutufanya sie tupende zaidi akhera, tupende zaidi pepo, kiasi kwamba tuweze kutoa vitu vyetu kwa ajili ya kutarajia pepo mbele ya Allah tabaraka wa taala.
yaqulu tabaraka wa taala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtafikia nyie katu wema wa kweli mpaka mtoe vile ambavyo mnavyovipenda. Qur'ani inatusimiza, inatutia mkazo tutoe tunavyovipenda. Maana yake nini? Tusipotoa ubakhili utakuwa tunao, lakini tunapotoa maana yake ubakhili unatukimbia na tunaweza tukatoa haki za wengine katika sehemu ya vile ambavyo tunavyomiliki. Ayuha almu'minun, ayuha sada, falquranu yurabbi fil qalbi yaqina bil akhirah. Qurani inalea katika mioyo, inajenga katika mioyo yetu kuwa na yakini toshelezi kwa ajili ya malipo ya kesho ya akhira. Wa yusaqiru dunya fil aini, wakati huo Qurani inakuonesha, imeibebesha dunia katika jicho lako kuona kwamba kitu kidogo tu, lakini wakati huo inakuwa kwamba kesho akhira ndicho kitu ambacho chenye kudumu. Aya nyingi zimekuja ndani ya Qurani, lakini toshelezi na aya hiyo. Katika mazingira hayo basi, fayasalu sadaqa, mtu aina hii alieleweka na Qurani kwamba Qurani inamhimiza atoe sana katika sehemu ya mali yake, basi mtu aina hii inakuwa wepesi kwake yeye kutoa sadaka, lakini pia inakuwa wepesi wa taksiri shuh, na kuvunja ubakhili. Ayuha almu'minun, ndugu zangu watukufu wa Islam, Ramadhanu maidanu tatbiqi, mwezi huu wa Ramadhani ndiyo uwanja wa kufanyia kazi Qur'ani. Sasa imekuja hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Qur'an wasiyam au Ramadhan yashfi'ani yawm al-qiyama au yashfi'ani yawm al-qiyama. Qur'ani na funga ya mwezi wa Ramadhani itakuja kumwombea mja siku ya Kiyama. Kwa hiyo Qur'ani na funga ya Ramadhani, moja katika kazi zake kuu kuja kuitengeneza nafsi, kuifanya iachane na uchoyo, iachane na ubakhili, na hatimaye iwe inatekeleza na kufanyia kazi yale yaliyo ndani mwa Qur'ani, mambo yote yanahitaji kufanyia kazi katika kuondoa uchoyo. Walihadha, na kwa sababu hii, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamani shahri Ramadhan, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha mwezi wa Ramadhan, kama hadithi inavyosema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu zaidi kwa watu. Lakini si hivyo tu, bali wakana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, lakini alikuwa mkarimu mno anapokuwa katika kipindi cha mwezi wa Ramadhan. Hila yunarisuhu Jibril Qur'an, kile kipindi ambacho Jibril anamfundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Vitu hivi yupo katika mwezi wa Ramadhani, lakini wakati huo mwalimu wake Jibril alayhi salam anakuja anamfundisha Qur'an. Sasa kwenye kipindi hiki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, alikuwa mkarimu zaidi. Maana yake ni mimi na wewe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukithirisha kusoma Qur'ani, lakini si hivyo tu, tukiwa tumefunga tunapaswa tuwe wakarimu zaidi kwa kumuiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotutaka Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, haikuwa kununuliwa Bwana Mtume sallallahu kuwa ni kiigizo chema. Kama yeye alikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani asoma Qur'ani, lakini alikuwa mkarimu zaidi, fajadirun bina, basi kwetu sisi ni muhimu zaidi, inatakiwa zaidi kuwa wakarimu zaidi katika mwezi huu wa Ramadhani. Ayuha rahibba, ayuha almu'minun, qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim Allah mrahamu anasema hivi, al-Qur'an yahdi billati hiya aqwam, Qur'ani yahdi billati hiya aqwam, kazi yake kumuongoza mwanadamu katika njia iliyokuwa iliyonyoka tena iliyo kisawasawa. Mtu anapokuwa na uchoyo na ubakhili haipo katika njia kisawasawa. Kuna mengi atakuwa hayaendi sawa, yalikuwa ya familia yake, sawa yalikuwa ya koo zake, ndugu zake, sawa yalikuwa mambo ya dini. Kama wewe ni mchoyo na ubakhili, mambo ya dini hayatakwenda, mambo ya kwako hayatakwenda, bali mpaka mambo ya familia yako
hayatakwenda, bali mpaka ndugu zako watakukimbia kutokana na uchoyo uliokuwa nao.